Hamjambo mtazamaji wa televisheni Muteba TV, karibu kuweza kuungana nasi katika taarifa zetu za habari katika lugha bora tukufu. Mimi naitwa Janvier Emmanuel Kaluhia. Ikiwa ni mara ya kwanza kabisa kutembelea channel yetu, usikose kujiabone kwenye channel yetu, kulike pia kushare kwa wengine tunapotoa habari zetu kila leo, uwe wa kwanza kabisa kuweza kuzipata. Vituo vyetu vinapatikana mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mji na tarafa letu la Uvira. Ukiwa na maoni au pendekezo, usisite kabisa kutuandikia kupitia nambari yetu ya WhatsApp ambayo iko hapo chini. Moja kwa moja tutakwenda kukujibu. Leo ni tariki 21 ya mwezi wa 4 mwaka 2026. Tukaribishe kabisa kuweza kuungana nasi katika habari zetu za siku. Habari zetu ambazo tutakazozungumzia katika siku ya leo, tutakwenda kuzungumzia kabisa kuhusu mapigano ambayo yanayoripotiwa huko katika nyanja za juu, huko katika tarafa la Fizi, hata maeneo ya Pwezero na huko maeneo ya Minembwe. Tutakwenda kujua mengi kabisa, na pia habari hizi zinadhibitisha kuwa watu wengi wanaendelea kupoteza maisha kutokana tu na mabomu ambazo zinazorushwa na waasi wa M23. Pia kuhusu vita ambavyo vinavyoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, MONUSCO yatangaza kabisa kuweza kusitishwa kwa pande zote mbili kati ya jeshi la FARDC pamoja na M23 kutumia drone na silaha nzito wakati wa vita. Tutakwenda kujua mengi kabisa kuhusu hali hiyo ambayo inayoendelea kuripotiwa kila leo huko katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na pia utakwenda kujua marekebisho ya katiba kutokana tu na eneo sakre ambayo kabisa rasmi imeanzisha hatua ya kukusanya maoni kupitia taarifa iliyotolewa Jumatatu ya tarehe 20 Aprili kutoka kwa wadau pia wanachama cha kisiasa cha eneo sakre, wakitaja kuwa wameanza kupokea rasmi maoni kwa ajili ya uwezekano wa kufanya marekebisho ya katiba. Haya na mengine pia tutakwenda kuungana nasi katika habari zetu za siku ya leo, na baadaye kabisa tutakuja ili kupata nafasi ya kuchambua kuhusu vita ambavyo vinavyoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mtazamaji, usikose kulike pia kushare kwa wengine tunapotoa habari zetu kila leo, uwe wa kwanza kabisa kuweza kuzipata. Tuanze moja kwa moja na tarafani Fizi ambapo kila leo vita vinaendelea kuripotiwa katika tarafa la Fizi. Vifo na majeruhi miongoni mwa raia katika tarafa la Fizi waendelea kuhakikishwa kutokana tu na vyanzo vyetu huko katika tarafa la Fizi. Kupitia hospitali ya pale tarafani Fizi ilithibitisha kuwa imepokea baadhi ya wajeruhi ambao waliotoka kwenye shamba la vita, ambao walioletwa wakiwa mautihuti na wengi wao wakiwa wamepoteza maisha. Watu kadhaa wameuawa na wengine kujeruhiwa kufuatia mashambulizi ya mabomu katika eneo la Fizi, hasa kwenye nyanja za juu katika tarafa la Fizi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kila leo inapigana na waasi wa M23, RDF, Twirwaneho, Red Tabara, Android, hawa wakiwa wanahitaji kushambulia na kuweza kurudisha vijiji vyote ambavyo tayari vimekamatwa na jeshi la taifa, jambo ambalo limekuwa nguvu kwao, na ndio kwa maana kila leo wameanza kabisa kutumia mabomu. Mabomu haya ambayo wanayotumia pia drone, ndege za anga zinaendelea kushambulia, pia zikihasarisha maisha ya raia, wengi wao wakiwa wanakimbia na kuhama makazi yao, wengi wao pia kuumia, ambao wanasafirishwa na kuletwa hadi kwenye hospitali kuu ya tarafani Fizi, na miongoni mwao ambao wanaopona chukuchuku wanakimbilia Baraka. Asisi ya kiraia ama societe civile ya Force Vive ya pale maeneo ya Baraka iliweza kulaani vitendo hivyo na kuomba jumuiya ya kimataifa hasa kuingilia kati kuhusu hali hiyo ili kurejesha usalama na kuondoa kabisa hatua zinazokuwa zikiendelea. Pia mapigano ambayo yanayoripotiwa kila leo katika tarafa la Fizi, hali hiyo ambayo inayoleta kabisa hofu na wasiwasi kwa wakazi wa maeneo hayo. Maitre Jean-Jacques Alimasi, pia akiwa ndiye mratibu wa shirika hiyo, aliweza kudhibitisha tariki 19 Aprili katika vijiji vya Bikiaka na Pwezero. Amesema mashambulizi hayo licha
ya kutiwa saini kwa taarifa ya pamoja kati ya serikali ya Kongo na AFC M23 nchini Uswisi siku chache zilizopita. Jambo hili ambalo linaendelea kuleta hofu kwa raia wa maeneo hayo, wakiomba kabisa serikali kuingilia kati ili kufurusha waasi hao ambao wanaendelea kuyumbisha usalama kila leo na kusababisha vifo vya raia wengi katika tarafa la Fizi. Na tuzungumze kuhusu kauli ya MONUSCO. MONUSCO baada ya kugundua kuwa raia wengi wanaendelea kufariki ya bomu pia drone ambazo zinazoangushwa kwa pande zote mbili kati ya waasi wa M23 pamoja na jeshi la taifa. Kauli ya MONUSCO yataka kusitishwe kwa matumizi ya drone za kivita. Ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, MONUSCO, umetaka kusitishwe mara moja kwa matumizi ya drone za mashambulizi pamoja na kukomeshwa kwa uharibifu wa vurugu mfumo wa GPS inayofanya kabisa pande zinazohusika kwenye mzozo ikiwemo waasi wa M23 pamoja na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. MONUSCO pia imesisitiza umuhimu wa kuhakikisha uhuru kamili wa harakati kwa wafanyakazi wake ili waweze kutekeleza majukumu yake ipasavyo na kuweza kuleta amani ya kudumu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ujumbe huu umeweka wazi kuwa utaendelea kutoa msaada wake tu endapo masharti ya kiufupi yaliyowekwa yatakwenda kuheshimiwa kwa pande zote mbili, na hii itakuwa ni mfumo mkubwa pia ambayo inaweza kuleta amani ya kudumu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wazi pia kukamilika kupunguza kwa muda mrefu vitendo vya vurugu vinavyoendelea kuripotiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kuzingatia maazimio ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. MONUSCO imeeleza kuwa iko tayari kuhamasisha rasmi zake za vifaa kusaidia mfumo wa ongezeko wa ahadi ya usalama katika eneo lote na pande zote ili ziweze kuridhika kutokana na hali hiyo ambayo inaweza kuleta amani ya kudumu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Makubaliano ya kidemokrasia kuwa matokeo halisi yanayoonyesha kuwa mfumo ya raia na kuweza kuleta amani ya kudumu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tukiwa tunaendelea na taarifa yetu ya habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili, ndege zisizo na rubani za waasi wa M23 zashambulia vijiji kadhaa tarafani Fizi, maeneo pia ya Mwenga. Hali ya usalama imeweza kuripotiwa kuwa tete kwa wakaazi wa maeneo kwenye milima ya wilaya ya Fizi pamoja na huko Mwenga. Ni baada tu ya mashambulizi ya mabomu ya drone yanodaiwa kutupwa na waasi wa M23 AFC Twigwaneho Android Redi Tabara katika vijiji kadhaa vya eneo hilo. Kwa mjibu wa taarifa kutoka vyanzo vya maeneo hayo, tukio la mashambulizi ya Ijumaa tariki 17 Aprili katika kijiji cha Ange yalisababisha vifo vya watu 6 mkiwemo wanawake pamoja na wanaume. Jambo hili ambalo linaendelea kuleta hofu kwa wakazi wa maeneo hayo. Mashambulizi mengine yaliweza kutokea siku ya Jumamosi kuamkia Jumapili mwaka 2026 katika eneo la Pwenzero. Jumamosi kuamkia Jumapili ya tariki 19 Aprili mwaka 2026 katika eneo la Pwenzero ilisababisha vifo vya watu 5, wanaume 2 na wanawake 3. Jambo hili ambalo linaendelea kuleta hali ya wasiwasi katika maeneo hayo. Wale majeruhi ambao walioumia waliweza kusafirishwa kwenye hospitali kuu ya Fizi ambapo wanaendelea kupata matibabu. Jumapili ya tariki 19 Aprili mwaka 2026 zidi ya nafasi ya kijeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pia wanaendelea kushuhudia kuwa kunakuwa na bomu ambazo zinazorushwa huko katika maeneo ya Pwenzero, hasa huko maeneo ya Bichumbe. Yameripotiwa pia kuhasiri
vifo vya watu wengi sana ambao waliweza kupotea na wengine wao kuweza kuumia kutokana na hali hiyo ambayo inayoendelea kuripotiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Raia wakiomba kabisa serikali kuingilia kati ili kukomesha hali hiyo ya vita ambavyo inaendelea kuripotiwa kila leo. Kabla ya kujiunga na uchambuzi wetu, habari zetu za kila leo, moja kwa moja tuweze kumalizia na habari hizi za kukusanya kabisa maoni kuhusu kurekebisha katiba katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ikiwa tunaendelea na taarifa yetu ya habari, ikiwa ni mara ya kwanza kutembelea channel yetu, usikose kujiabone kwenye channel yetu, kulaki pia kushare kwa wengine tunapotoa habari zetu kila leo, uwe wa kwanza kabisa kuweza kuzipata. Marekebisho ya katiba, Umoja wa Kitaifa waanzisha rasmi hatua ya kusimamia maoni kupitia taarifa iliyotolewa tariki 20 Aprili mwaka 2026 yaliweza kutaja kuwa ni lazima Umoja wa Eneo Sacre umetangaza rasmi kuanza kwa mchakato wa kukusanya maoni kwa ajili ya uwezekano wa kufanya marekebisho ya katiba. Hatua hii inafuatia harakati mbalimbali zilizoonekana mjini Kinshasa na pia katika diaspora. Profesa Andre Mbata anatoa wito kwa wanasiasa, mashirika ya kiraia pamoja na wataalamu wa sheria kuwasilisha mapendekezo yao mwisho wa 20 Mei mwaka 2026. Kamati ya kiufundi itapewa jukumu ya kuchambua, kuanganisha maoni yote yaliyoweza kuandikwa na wataalamu na kuyaweza kuyafikisha kwa Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi, akiwa kama mdhamini wa utendaji mzuri wa taasisi za umma na maendeleo pia katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa kumaliza, moja kwa moja tuchambue kabisa habari zetu kuhusu vita ambavyo vinavyoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huko maeneo ya Minembwe na maeneo ya Pwenzero, baada tu ya M23 kupata vichapo kabisa siku zilizopita. Kwa sasa wameanza mfumo wa kutumia drone, na hizi drone zinaendelea kushambulia ngome za wazalendo pamoja na FARDC, ambapo tunashuhudia vifo vya raia wengi ambao wanafariki na wengine kuumia na kupelekwa kwenye hospitali ya pale maeneo ya Fizi. Kwa nini hii hali iko natokea kila leo? Hali hii inatokea wakati kunakuwa na makubaliano, ambayo yanatokea, hasa hii makubaliano ambayo imefanyika Uswisi, na hapo wameanza kabisa kuongeza vikosi na kuendesha mashambulizi katika eneo lote katika Sud Kivu. Na ukiangalia pale maeneo ya Bukavu, kupitia kibarua ambacho kilichosainiwa na gavana Jean-Jacques Purusi, alitaja kuwa tayari kuna ongezeko mkubwa pale maeneo ya Bukavu, ambapo wanajeshi wa pale Rwanda ambapo wamekuja kujenga kambi kubwa Bukavu na kuhakikisha kuwa wanaweza kuongeza tena wanajeshi wengi katika maeneo kadhaa, jambo ambalo tunaendelea kuomba kabisa serikali kuingilia kati ili kufanya liwezekanalo kuanzisha mfumo mkubwa na kuweza kukomesha vita ambavyo vinavyoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Chenye kuwa na mwanzo lazima kiweze kuwa na mwisho, na ni hapa ndipo tunafika mwisho kabisa wa taarifa yetu ya habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili, taarifa ambayo imeandaliwa kwenu naye Janvier Emmanuel Kaluya. Ukiwa na maoni au pendekezo, sita kabisa kutuandikia kupitia nambari yetu ya WhatsApp ambayo iko hapo chini. La ziada sina, nikutakia asubuhi njema na mchana mwema kwako. Kwaherini.